Mheshimiwa Taadhima, naomba viongozi tusimame. Mheshimiwa Rais anawasili. Mheshimiwa Rais, naomba tukae. Viongozi naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Uchunguzi ikiongozwa na Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania, viongozi wote mliopo, habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie nimkaribishe Katibu Mkuu Kiongozi kwa ajili ya maneno ya utangulizi. Katibu Mkuu Kiongozi, karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wajumbe wa tume, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, tarehe 14 Novemba mwaka huu, katika hotuba yako ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uliliarifu Bunge kuwa umeunda tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mheshimiwa Rais, leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa tume ili ianze kutekeleza majukumu yake. Ninaomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha wajumbe wa tume. Katika kuwatambulisha wajumbe, nitaomba pia nitoe maelezo mafupi kuonesha uzoefu wa kila mjumbe kuendana na jukumu walilokabidhiwa. Mwenyekiti wa tume, Mheshimiwa Rais, umemteua Mheshimiwa Mohamed Chande Othman. Mheshimiwa Othman ni mmoja wa watu mashuhuri na wenye weledi na uzoefu mkubwa katika tasnia ya sheria, utoaji wa haki na masuala ya haki za binadamu kimataifa na kitaifa pia. Anafahamika na kuheshimika kimataifa kutokana na uelewa alionao wa masuala ya sheria na siasa za kimataifa kwenye masuala ya utunzaji wa amani. Zifuatazo ni baadhi tu ya kazi na majukumu aliyowahi kuyatekeleza. Naomba Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu usimame, angalau Mheshimiwa Rais akuone na wanaofuata. Tafadhali naomba ukae. Ni prominent figure, nadhani wote tunamfahamu. Ilikuwa ni courtesy tu kufanya usimame. Amewahi kuwa Jaji Mkuu wa Tanzania kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2017 alipostaafu. Kabla ya hapo aliwahi kuhudumu kama jaji wa Mahakama ya Rufani na jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kushiriki kama mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa katika uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Lebanon na Sudani. Amewahi kuwa mjumbe wa timu ya kupitia sheria iliyoanzisha Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Amewahi pia kuwa mjumbe wa Tume Huru ya Wataalamu ya kutathmini utendaji na ufanisi wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Amewahi kuwa mwendesha mashtaka mkuu katika kesi za uhalifu uliotokea nchini Timor Mashariki. Amewahi kuwa mwendesha mashtaka katika Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa mauaji ya Rwanda. Pia amewahi kuwa mwenyekiti wa Tume ya Rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini, kazi ambayo ameifanya hivi karibuni na matokeo yake Watanzania wengi wanayafahamu. Kwa ufupi tu, CV yake ni ndefu lakini nimeona nipiki hayo machache. Wa pili ni Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma. Yeye ni mjumbe
naye Mheshimiwa Rais ni prominent figure Tanzania. Yeye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania aliyehudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alipostaafu. Kabla ya kuwa jaji mkuu aliwahi kuwa jaji wa mahakama rufani, jaji wa mahakama kuu na profesa wa sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia akiwa jaji mkuu alisimamia maboresho makubwa ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania, na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimtunukia Profesa Juma nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria, na akiwa kama jaji mkuu pia alihudumu kama kamishna na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa mahakama. CV yake naye ni ndefu, lakini nimepiki machache. Watatu ni Balozi Ombeni Yohana Sefue, naye ni mjumbe, naye ni prominent figure katika nchi yetu. Kwa kifupi, Balozi Sefue ni balozi, mwanadiplomasia mwandamizi na katibu mkuu kiongozi mstaafu. Katika nafasi yake akiwa katibu mkuu kiongozi aliwahi pia kuwa katibu wa baraza la mawaziri, katibu wa baraza la usalama la taifa na mkuu wa utumishi wa umma. Aidha, katika nafasi yake ya katibu mkuu kiongozi alisimamia kazi za tume na timu mbalimbali ambazo ziliundwa na rais wakati huo. Katika majukumu yake ya kidiplomasia amewahi kuwa balozi na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na balozi wa Tanzania katika nchi za Marekani na Canada. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa jopo la wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini ya masuala ya utawala bora barani Afrika, yani African Peer Review Mechanism. Pia amewahi kuwa msaidizi wa rais wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi na rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, na ndiye aliyesimamia uandishi wa vitabu vya marais hao ambavyo ni Maisha yangu, Kusudi langu cha hayati Mkapa na Mzee Ruksa, Safari ya maisha yangu cha hayati Mwinyi. Na pia Balozi Sefue alikuwa makamu mwenyekiti wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Mwingine ni IGP mstaafu Saidi Ali Mwema ambaye ni mjumbe. Mheshimiwa Rais, yeye ni mkuu wa Jeshi la Polisi IGP mstaafu. Akiwa IGP alisimamia maboresho makubwa ya Jeshi la Polisi, ikiwa ni pamoja na utekelezaji na kuandaa mkakati wa polisi jamii. Akiwa IGP pia aliongoza jeshi hilo kupambana na uhalifu mbalimbali, ikiwemo uhalifu wa kuvuka mipaka, ugaidi, biashara haramu ya binadamu na madawa ya kulevya. Amewahi pia kuwa mkuu wa kanda ndogo Sub-Regional Bureau ya Interpol iliyopo Nairobi, Kenya, na pia amewahi kuwa mjumbe wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai. Wa tano ni Balozi Luteni Jenerali mstaafu Paul Ignas Mela. Yeye ni mjumbe. Luteni Jenerali Mela ni balozi na Luteni Jenerali mstaafu wa Jeshi la Wananchi Tanzania. Amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini DRC. Akiwa jenerali mwandamizi wa jeshi, General Mela ameshiriki katika shughuli nyingi za kuleta amani. Yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu aliyowahi kuyatekeleza. Amewahi kuwa Force Commander wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur, na amewahi kuhudumu kwenye timu ya usuluhishi chini ya rais mstaafu wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa msuluhishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mgogoro wa mashariki ya DRC. Wa sita, Mheshimiwa Rais ni Balozi David Joseph Miyeye Kapia, naye ni mjumbe. Yeye ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi, na yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu ambayo amewahi kuyatekeleza katika utatuzi wa migogoro.
Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa katika mazungumzo ya kutatua amani mashariki ya DRC. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa katika usuluhishi wa mgogoro wa Sudan, juhudi ambazo zilipelekea kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudani Kusini. Amewahi pia kuwa mshauri mahususi wa rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa katika upatanishi wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete katika timu ya Umoja wa Afrika ya usuluhishi wa mgogoro nchini Ivory Coast, na amewahi kuwa mwakilishi maalum wa Tanzania kwenye utatuzi wa mgogoro wa kisiasa nchini Zimbabwe. Naye ni kwa machache, CV yake ni ndefu sana katika eneo hili. Wa 7 ni Balozi Radhia Naima Msuya. Balozi Msuya ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi akiwa amehudumu kama balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, akihudumu pia kwa nchi za Namibia, Lesotho, Botswana na katika taasisi ya SADC. Na kutokana na weledi wake katika diplomasia, Balozi Msuya amewahi kutunukiwa nishani ya heshima National Order of Merit na rais wa Ufaransa. Hayo ni kwa kifupi. 8 ni Dr. Stergomena Lawrence Tax, naye ni mjumbe. Yeye ni kiongozi mwandamizi mstaafu mwenye uzoefu wa muda mrefu katika masuala ya uongozi, diplomasia na utengamano wa kikanda. Amewahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwa miaka 8. Aidha, amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani na nje ya nchi ikiwemo kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, na pia aliwahi kuwa waziri wa ulinzi. Na 9 na mwisho, Mheshimiwa Rais, ni Balozi George Madafa. Huyu ni afisa mwandamizi wa serikali mstaafu. Amewahi pia kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu imejiandaa kikamilifu kuiwezesha tume kutekeleza majukumu yake bila kikwazo chochote. Baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa kwa heshima nikukaribishe ili uzungumze na hadhara hii na kisha kuizindua rasmi tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Asante. Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Mheshimiwa, tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa, kwanza ni shukurani kwa Mungu kutujalia kukutana kwa kazi hii tulioipanga leo. Lakini pili ni kuwashukuru waheshimiwa wajumbe wa tume tuliowateua kwa kukubali kubeba mzigo huu. Mpaka mmefika hapa kuja kusikiliza majukumu na kuzinduliwa, ina maana mmekubali kubeba mzigo huu. Tunawashukuru sana. Tunajua ni mzigo mzito tumekupeni, lakini kwa sifa zilizotajwa hapa tunajua mtaweza kwenda kuutekeleza. Uundwaji wa tume huu ni kuendana na sheria yetu, sheria ya tume za uchunguzi ya mwaka 2023 sura ya 32. Ndio inanipa mamlaka kuunda tume mbalimbali za kufanya uchunguzi wa mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Sasa kwenye hili lililotokea, nikaona kabla kuletewa tume za nje, tuwe na tume yetu wenyewe ndani ifanye kazi
na za nje zikija zitakuja kuzungumza na tume mwenzao ambao tayari walishaanza hiyo kazi. Kwa ufupi kilichotokea hakikutarajiwa kitokee ndani ya nchi yetu kwa sababu ya historia tulionayo ya usalama na utulivu wa kisiasa ndani ya nchi. Hata kama kuna vipindi ambavyo hatuna usalama wa kisiasa, lakini haikufikia kiasi hichi kilichofikia. Kwa hiyo tume hii itakapokabidhiwa makabrasha kufanyia kazi, watakabidhiwa na hadidu za rejea za kwenda kuziangalia wakati wanafanya kazi yao. Lakini kwa ufupi, labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine, tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu twendeni tukaangalie pia. Lakini tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu na zenyewe, na ndio maana hapa ndani kuna mstaafu jeshi, mstaafu polisi, mstaafu mwingine. Kwa hiyo twendeni tukaangalieni njia zilizochukuliwa zilikuwaje. Halafu katika kuifanya kazi hii, pamoja na hadidu rejea nyingine ambazo mtapewa, mimi nimetoa tu vile vidokezo hapa. Lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda, lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi, na muda mtakapokaa naye atawaeleza vyema. Tutawapa pia secretariat ambayo itakuwa inawasaidia kuandika na mambo mengine yote ya organization ambayo itakuwa yanatakiwa kufanywa
ili tumefanye kazi yake vizuri. Kama mnavyojua, wakati nafungua bunge niliahidi, wakati nazindua kampeni niliahidi kwamba ndani ya siku 100 nitaweka tume ya maridhiano, tuangalie sababu za changamoto za kisiasa ndani yetu, tupatane na tuende vizuri. Lakini kwa hili lililotokea, tumeona tuunde tume hii kwanza, ifanye kazi yake, imalize. Mapendekezo yatakayotoka huku ndio tutakayokwenda kuyafanyia kazi kwenye tume ile ya maridhiano. Kwa hiyo mapendekezo yenu ndio yatafanya ajenda za kwenye tume ya maridhiano. Kama nilivyosema, kazi hii si ndogo. Tutaanza na muda nadhani wa miezi 3, alafu taangalia kazi inavyokwenda. Lakini niseme kwamba nina matumaini makubwa na tume hii. Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yote ya ndani. Wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke wapi kwa European Union, ndo zije zifanye kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experience yenu, na imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba tume hii nimeizindua rasmi na nawatakia kazi njema. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Na baada ya hapa naomba uridhie tu kwa ajili ya kupata picha za kumbukumbu mbele ya jengo hapo kwenye ngazi. Asante sana Mheshimiwa Rais.